Sasa bima ya afya tunajua ina umuhimu mkubwa sana. Kuna baadhi yetu wanajua gharama za, inafahamika wazi kwamba gharama za matibabu ni kubwa au ni ghali. Si ndio? Kama gharama za matibabu ni kubwa na ni ghali, tunachokitegemea ni kwamba unapokuwa na bima ya afya, changamoto inapotokea ya afya kwako, mwanachama mwenye bima ya afya, kwake ile gharama ya kutumia fedha taslimu, ile gharama inakuwa haipo. Tunajua kuna baadhi wameshauza mali, si ndio? Wengine walishauza nyumba kwa sababu ya changamoto za afya. Kuna watu wanauza viwanja, kuna watu wanauza akiba ya mazao walio nayo ndani kwa sababu ya nini? Ya matibabu, si ndio jamani? Sasa tunataka kupitia rais wetu alichokiahidi kwenye kampeni, ndani ya siku 100 za mwanzo za utawala wake au uongozi wake, tutaanza mchakato wa bima ya afya kwa wote, na huo mchakato utaanza na watu watapata bima na huduma hizo zitaanza rasmi. Tumefika sehemu ambapo leo kaya, tukimaanisha baba, mama, watoto 4, si ndio jamani, wanaweza wakaunganishwa kwenye bima ya afya kwenye kifurushi cha kaya. Lakini pia anaweza akawepo baba, asiwepo nani? Mama. Basi mama na watoto walioko au wategemezi walioko wanaweza kuingia kwenye bima ya afya. Lakini anaweza asiwepo mama, baba anaweza kujiandikisha na watoto walionao wakapata bima ya afya. Lakini pia serikali yetu imetambua kwamba kuna baadhi yetu kwenye jamii yetu hawana uwezo, si ndio jamani? Kuna watu tayari saizi wako kwenye mfuko wa TASAF, si ndio jamani? Walioko kwenye mfuko wa TASAF, mchakato umeshaanza. Wakati wowote kuanzia sasa watapokea bima za afya na kuanza kupata huduma za afya kwa kupitia bima hizo, si ndio? Lakini kuna baadhi hawako kwenye mfuko wa TASAF, lakini bado na wao uwezo hawana uwezo wa kutosha, si ndio? Hao wataendelea kutambuliwa na serikali kupitia mifuko ya maendeleo ya jamii, kupitia mifuko ya TASAF na taratibu zingine ambazo zitatumika kuendelea kuwatambua wasiokuwa na uwezo kwa uhalali. Wale ambao wana uwezo watachangia gharama changamoto zinapotokea. Ukiangalia kwa watu 6 ni sasa gharama ya shilingi 25,000 kwa mtu mmoja kwa mwaka. Sasa ukiangalia ni gharama ndogo. Ukienda na 100,000 hospitali saa hizi, kuna uwezekano ile 100,000 ikaisha na bado huduma inaendelea, si ndio? Kwa mtu mmoja. Lakini 25,000 kwa mtu mmoja kwa mwaka mzima kwa ngazi zote. Tunaanza ngazi ya zahanati, tunafuata ngazi ya vituo vya afya, tunafuata ngazi ya hospitali ya wilaya. Kote kwenye hizo ngazi nilizozitaja, unaweza ukaamka asubuhi na kadi yako, ukaenda ukapata huduma na kurudi nyumbani. Lakini malipo haya ni ya mkupuo. Sawa jamani? Malipo haya ni ya mkupuo kwa watu 6 ambao kwenye kaya. Lakini kuna uwezekano kuna kaya ina watu baba na mama na watoto 2, hawajafika 6. Kama kuna ndugu mwingine wa damu mwenye umri chini ya miaka 21 ambaye anaishi kwenye hiyo kaya, basi ana nafasi na yeye kuingizwa kwenye hicho kifurushi. Ninapenda kuchukua nafasi hii kuishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea mpango huu mahususi wa bima ya afya kwa wote. Hii bima ya afya kwa wote tulisubiri kwa kweli kwa muda mrefu, kwa sababu tulikuwa tunapata changamoto sana kutokana na matatizo ya ugonjwa tulikuwa tunapambana nayo, na hatupati huduma vizuri wakati ule. Lakini naamini kwa bima hii ya afya kwa wote itasaidia wananchi wote kupata huduma. Binafsi basi na washauri wananchi wenzangu kujiunga na bima hii. Bima hii sio lazima uwe unaugua. Inaweza kukusaidia hata kwenda kupima afya yako. Wakati mwingine wazee, vijana na nani tunashindwa kwenda kupima afya zetu kwa sababu ya matatizo ya fedha.
upungufu wa fedha tulionayo. Lakini unapokuwa na bima yako ya afya, ukalipia kiasi kile ambacho serikali yetu imetuwekea utaratibu kwamba 1,500,000 kwa watu 6, kwa kweli inaweza kusaidia kwenda kupima hata afya yako badala ya kusubiri ugonjwa ukushike. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali yetu, na ninawahamasisha wananchi wote pale utaratibu utakapoanzishwa wa kwenda kulipa bima, fedha hizi katika bima kwa ajili ya bima, basi kila mmoja achangamke alipe bima yake.